Mwanamke kijana alimwalika mpenzi wake wa zamani KWA ajili ya maridhiano, lakini badala yake mama yake alifika kumrudisha gari alilompa mpenzi wake wa zamani. Watu waliokuwa wamekaa katika ile mgahawa mdogo walinyamaza kwa sekunde chache, si kwa sababu kulikuwa na kelele, bali kwa sababu kila mmoja aliona jambo lisilo la kawaida. Asha alibaki amesimama karibu na meza ya kona, mkono mmoja juu ya mkoba wake, mwingine ukiwa bado umeshika simu. Hakutarajia kumwona Mama Baraka. Alikuwa amevaa kitenge safi cha heshima, uso wake ukiwa mkavu kama mtu aliyekuja kumaliza jambo, si kuanzisha mazungumzo. Nje gari jeupe lilikuwa limeegeshwa vibaya, kana kwamba halikuletwa kwa upendo. Mama Baraka akatoa funguo ndani ya pochi yake na kuziweka mezani. Mwanangu amesema hana haja nalo tena, alisema kwa sauti ya chini lakini nzito. Na amesema afadhali kila mtu abaki na maisha yake. Asha alihisi koo lake likikauka. Wiki 2 zilizopita Baraka alikuwa akimwambia bado anampenda. Alisema walitengana kwa hasira za ujana na kwamba pengine walipaswa kukaa chini kama watu wazima. Ndio maana Asha alimwalika, si kwa ugomvi, si kwa kulia, bali kwa maridhiano. Lakini sasa mama yake ndiye aliyekuwa mbele yake. Yuko wapi Baraka? Asha akauliza. Mama Baraka hakukaa. Usiniulize jambo ambalo jibu lake litakuumiza kuliko funguo hizi. Na hapo ndipo Asha alijua jioni hiyo haikuwa ya maridhiano, ilikuwa mwanzo wa siri ambayo haikumhusu yeye peke yake. Asha kugusa vile funguo mara moja, alizitazama tu kana kwamba zilikuwa na jibu ambalo mtu alikataa kulisema kwa maneno. Mama Baraka aligeuka aondoke, lakini kabla hajafika mlangoni, Asha alimfuata kwa hatua za haraka. Mama, tafadhali, msiniache hivi. Nimeitwa hapa kwa nini kama sio kuzungumza? Mama Baraka alisimama akavuta pumzi ndefu, kisha akamwangalia Asha kwa macho yaliyojaa uchovu. Si kila jambo la mapenzi linaisha kwa ugomvi, mengine yanaisha kwa siri za wazazi. Kauli hiyo ilimchanganya zaidi Asha kuliko ilivyomsaidia. Nje kulikuwa na upepo mdogo wa jioni. Bodaboda zilipita barabarani, watu walirudi nyumbani, lakini kwa Asha muda ulionekana kusimama. Mama Baraka akamwonyesha lile gari kwa kidevu. Hili gari ulilompa Baraka lilileta maswali nyumbani. Wengi walidhani ni upendo, lakini kuna watu walijua ni ishara ya jambo kubwa kuliko upendo. Asha akakunja uso. Sielewi. Na hutaki kuelewa haraka? Mama Baraka akasema. Kwa sababu ukielewa leo, utalia leo. Asha alikuwa msichana mwenye bidii, alikuwa amezoea kusimama imara hata maisha yalipomgonga vibaya, lakini kauli ile ilimtikisa. Kumbukumbu zikamrudia. Baraka alivyobadilika ghafla, simu zake zisivyojibiwa, rafiki zake walivyoanza kumkwepa, na yule mjomba wa Baraka aliyewahi kumtazama vibaya katika sherehe ya familia. Baraka yuko hai? Akauliza kwa sauti iliyovunjika. Mama Baraka akamshika mkono kwa mara ya kwanza. Yuko hai, lakini kuna maisha yanaishi sasa ambayo si rahisi kuyakaribia. Na kabla Asha hajapata swali lingine, gari jingine jeusi likasimama pembeni yao. Mwanaume mmoja mkubwa akashuka, akamtazama Asha moja kwa moja, halafu akasema, basi ndio huyu. Mwanaume yule alikuwa na uso wa ukimya wa watu wanaoamuru bila kupaza sauti. Alivaa suti nyeusi isiyopiga kelele, lakini kila kitu juu yake kilisema pesa, mamlaka na tabia ya kutopenda kuulizwa maswali. Mama Baraka alionekana kutulia ghafla, jambo lililomfanya Asha hisi tumbo lake likibana. Huyu ni Mzee Kimani, Mama Baraka alisema kwa sauti ya heshima iliyochanganyika na woga kidogo. Asha akainua kichwa. Jina hilo alilijua. Watu wengi walikuwa wamelisikia. Mzee Kimani alikuwa mfanyabiashara mkubwa mwenye mashamba, magari ya usafiri na hoteli kadhaa. Jina lake lilitajwa kwenye redio, kwenye makanisa wakati wa michango na hata kwenye mijadala ya chai ya asubuhi. Lakini Asha hakuwahi kufikiria angekutana naye pembeni ya mgahawa mdogo kwa sababu ya Baraka. Mzee Kimani hakumpa mkono. Alimtazama tu kama mtu anayepima uzito wa jambo. Ulimpenda Baraka kwa muda gani? Swali lili limkera Asha. Hilo ni swali la aina gani? La muhimu, akajibu. Nilimpenda kwa miaka 3. Tuliachana. Sasa amenialika kwa maridhiano. Halafu mama yake anarudisha gari, halafu nyinyi mnatokea. Nataka kweli ya mambo. Mzee Kimani alimtazama kwa muda, kisha akatabasamu tabasamu dogo lisilo na furaha. Bado naongea kama mtu ambaye hajui kilicho katikati ya hadithi yake. Mama Baraka akashusha macho. Katikati gani? Asha akauliza. Kimani akatoa faili nyembamba ndani ya gari lake. Hakulifungua. Kuna watu wawili waliwahi kuharibu maisha ya watoto wao kwa sababu ya maamuzi yao ya zamani. Sasa kizazi kingine kinaanza kulipa deni. Asha alipogundua kauli hiyo inamhusu, damu ilipanda usoni. Baraka yuko wapi? Karibu sana, Kimani akasema. Lakini si kila mtu anaweza kumuona kabla hajajua yeye ni nani kwa kweli. Na hapo Mama Baraka alianza kulia kimya kimya. Usiku ule Asha hakurudi nyumbani mapema. Aliketi ndani ya lile gari alilorudishiwa, mikono yake ikiwa juu ya usukani, lakini bila kulianzisha. Kila kitu kilikuwa kimevurugika.
Gari alilonunua kwa mkopo na akampa Baraka kama ishara ya kuanza upya, sasa lilirudi kwake kama mzigo. Simu yake ilikuwa imejaa ujumbe kutoka kwa dada yake mdogo, Anyango, akiuliza kwa nini hajarudi, lakini Asha hakujua aanzie wapi kujieleza. Alipofika kwao, shangazi yake Mama Pendo ndiye aliyekuwa amekaa sebuleni akimenya mahindi kwa utulivu. Huyo alikuwa mwanamke aliyemlea tangu mama yao afariki. Alipomwona Asha, hakumuuliza maswali mengi. Alimkaribisha akae, akamsogezea chai, halafu akasema, mtu akiwa na moyo mzito huanza kusema ukweli kwa kuchelewa. Kauli hiyo ilimfanya Asha asimame tena. Shangazi, unajua nini kuhusu Baraka? Unajua nani anaitwa Mzee Kimani? Mikono ya Mama Pendo ilisimama juu ya beseni la manindi. Uso wake ulipoteza utulivu. Amekufuata? Amekuja leo. Na Mama Baraka alikuwa naye. Ukuta wa nyumba ule mdogo ulionekana kubeba ukimya mzito. Anyango alitoka chumbani, akahisi hali si ya kawaida, akajifanya kurudi ndani. Mama Pendo akamweka kando Asha kwa ishara ya kutaka faragha. Asha, alisema kwa sauti ndogo, kabla hujazaliwa kulikuwa na kosa lilifanyika. Kosa la mapenzi, pesa na hofu. Na watu waliolifanya walidhani limezikwa. Asha akatikisa kichwa. Msiwe mnazungumza kwa mafumbo kama wao. Mama Pendo akafumba macho kwa uchungu. Baraka hakuwa wa bahati mbaya maishani mwako. Aliletwa karibu nawe na historia ambayo hukuambiwa. Asha akabaki ameduaa. Nani alileta? Mama Pendo akajibu kwa maneno machache yaliyommaliza nguvu. Baba yako kabla hajafa aliacha jina moja nyuma, Kimani. Asubuhi iliyofuata haikuja na utulivu. Ilikuja na maswali mapya. Asha hakulala vizuri. Kila akifumba macho, aliona funguo mezani, uso wa Mama Baraka uliojaa huzuni, na lile jina Kimani likizunguka kichwani kama wimbo mbaya unaokataa kuisha. Alipoamka, alikuta Anyango tayari amechemsha chai na kuweka mandazi mezani. Dada yake huyo mdogo alikuwa mcheshi siku zote, lakini leo uso wake ulikuwa wa tahadhari. Usiende peke yako popote, Anyango alisema. Asha akajaribu kutabasamu. Naenda wapi? Mahali palipojaa siri za watu wazima, Anyango akajibu. Na leo mimi ni mtu mzima. Kauli hiyo ilimtoa Asha uchungu kidogo. Lakini kabla hawajaendelea, mlango uligongwa. Aliyeingia alikuwa Kamau, jirani yao na rafiki wa karibu. Alikuwa mtu wa msaada, dereva wa shule, mwenye tabia ya kuona jambo kabla halijatokea. Alipoona sura za kina dada hao, akajua kuna jambo zito. Asha, alisema, jana usiku nilipewa ujumbe nikakuache. Sikumkuta. Lakini nimesikia jina la Kimani likitajwa kwa chai ya asubuhi sokoni. Watu wanasema kuna kijana mmoja ameondolewa hadharani kwenye biashara ya familia. Jina lake ni Baraka. Asha alinyanyuka ghafla. Kwa nini? Kamau akavuta kiti akakaa. Wanasema amekataa ndoa aliyopangiwa. Anyango akapiga meza kwa kiganja. Kwa hiyo haya yote ni kwa sababu ya ndoa? Kamau akatikisa kichwa. Hapana, hiyo ni juu tu ya maji. Chini kuna jambo jingine. Muda huo huo simu ya Asha ikaita. Namba haikuwa imehifadhiwa. Alipopokea, sauti ya Baraka ilisikika ikiwa ya haraka na ya chini. Asha, usimwamini mtu yoyote, hata mama yangu, na ukiona faili la Kimani usilifungue mbele ya watu. Mstari ukakatika. Asha alibaki ameshika simu, moyo ukidunda. Ndani ya faili hilo kuna nini? Baada ya simu kukatika, Asha alihisi kama Baraka alikuwa amemrushia jiwe gizani, kisha akamwacha peke yake alitafute. Usilifungue mbele ya watu. Maneno hayo yalikaa kichwani mwake kuliko hata sauti yake. Kamau na Anyango alimtazama kwa hamu, lakini Asha hakutaka tena kila kitu kifanyike kwa hofu ya watu wengi. Aliingia chumbani, akafunga mlango, akatoa lile faili alilopewa na Mzee Kimani, kisha akalikalia kitandani kwa dakika kadhaa kabla hajalifungua. Ndani kulikuwa na picha za zamani. Picha ya kwanza ilimuonesha mama yake akiwa bado mchanga, amesimama karibu na mwanaume aliyekuwa amevaa tabasamu la usindi. Picha ya pili ilimuonesha yule yule mwanaume akiwa na Mzee Kimani, wote wawili wakishikana mikono mbele ya duka kubwa. Picha ya tatu ndiyo ilimfanya Asha asahau kupumua. Ilikuwa picha ya Mama Baraka, mama yake mwenyewe, na Mzee Kimani wakiwa pamoja katika sherehe ya kitambo. Karatasi zilizofuata zilikuwa za biashara, hati za mkopo na barua chache zilizochakaa. Lakini barua moja ya mkono ndiyo ilimtetemesha. Juu yake kulikuwa na maneno, mtoto huyu asije kujua baba yake wa kweli hadi wakati ufaao.
Asha alisoma mstari huo mara 2. Mara ya 3 macho yake yalikuwa yamejaa maji. Mtoto gani? Na kwa nini Baraka alikuwa akimuonya juu ya faili hilo? Kabla hajapata jibu, mlango wa nyumba ukagongwa kwa nguvu. Sauti ya Kamau ikasikika sebuleni. Asha, kuna wageni wawili wamekuja, na mmoja wao anadai ni ndugu yako. Asha alitoka chumbani taratibu, faili likiwa limefungwa tena. Sebuleni alikuta mwanaume kijana aliyekuwa amesimama kwa adabu, akiwa na uso uliobeba uchovu wa safari na macho yake yaliyofanana na ya mtu aliyekuja na jambo alilochelewa kulisema kwa miaka mingi. Pembeni yake alikuwepo mwanamke wa makamo aliyejisitiri vizuri kwa leso ya heshima. Kamau alikuwa amesimama karibu nao, macho yake akimwambia Asha awe mwangalifu. Mimi naitwa Juma, yule kijana akasema. Na huu YU ni mama yangu, Mama Rehema. Asha hakuketi. Nimesikia wewe ni ndugu yangu. Hilo limetoka wapi? Mama Rehema akajibu kabla ya Juma. Tunajua ni vigumu kuamini, lakini tuliambiwa tukinyamaza sana, madhara yatakuwa makubwa. Anyango alisogea karibu na Asha. Muongee vizuri, dada yangu hayuko tayari kwa michezo. Juma akatikisa kichwa kwa upole. Sikuja kwa mchezo. Nilikuja kwa sababu jina la Kimani limeanza kutajwa tena. Na kila jina hilo likirudi, kuna familia moja huvunjika. Kisha akatoa bahasha ndogo kutoka mfukoni. Hii nilipewa na marehemu babu yangu. Aliniambia niifungue pale tu nitakaposikia kuwa binti wa Neema ameanza kutafutwa. Asha alishituka. Neema lilikuwa jina la mama yake. Bahasha ilipofunguliwa, kulikuwa na kipande cha karatasi chenye mstari mmoja tu. Ukiona Baraka anarudishwa nyumbani kwa nguvu, ujue siri ya urithi imefufuliwa. Kamau akavuta pumzi kwa nguvu. Anyango akamwangalia Asha kwa hofu. Asha akashika meza isimuage. Urithi gani? Juma alimkazia macho kwa huzuni. Urithi ambao unaweza kumfanya mtu aolewe, aachwe au hata afutwe kwenye familia. Na ndipo simu ya Kamau ikaita. Alipoangalia, uso wake uligeuka. Ni hospitali, wanasema Baraka amepigwa. Hakuna aliyebaki nyuma. Asha, Anyango, Kamau, Juma na Mama Rehema walienda hospitalini haraka, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Barabara ilionekana ndefu kuliko kawaida. Asha alikaa nyuma ya gari la Kamau, mikono yake ikiwa imekaza lile faili kana kwamba likiachwa, ukweli wote ungepotea. Anyango alikuwa kimya, jambo ambalo halikuwa la kawaida kwake. Juma naye alionekana kama mtu aliyekuwa akijua mengi, lakini hakuwa na nafasi ya kuyasema yote. Walipofika hospitalini, walikuta Mama Baraka akiwa nje ya wodini, macho yake yamevimba kwa kulia. Alipomwona Asha, hakushindwa hata kusema karibu. Badala yake, alimkumbatia ghafla, akalia kama mama aliyebeba uzito wa mambo ya watoto kwa miaka mingi. Ni nani aliyemfanya hivi? Asha akauliza. Mama Baraka akafuta machozi. Watu waliotumwa kunyamazisha mambo. Baraka alikataa kusaini kitu. Kitu gani? Mama Baraka akatetemeka. Kukubali kwamba hana sehemu yoyote kwenye mali ya Kimani na kwamba asikuone tena. Asha alishikwa na hasira. Kwa nini mimi niwe sehemu ya masharti yao? Kabla hajajibiwa, daktari alitoka na kusema mgonjwa anaweza kuonekana na mtu mmoja tu kwa muda mfupi. Mama Baraka alimwangalia Asha. Nenda. Asha aliingia wodini kwa miguu mizito. Baraka alikuwa amelazwa, paji la uso limefungwa bandeji, mkono mmoja ukiwa na drip. Alipomwona, alijaribu kunyanyua kichwa. Umefika. Asha akakaa karibu naye. Niambia ukweli sasa. Baraka alifumba macho kwa uchungu. Nilitaka kukuambia siku ile ya maridhiano, lakini walinitangulia asa. Sisi hatukutenganishwa na mapenzi, tulitenganishwa na jina lako. Asha alihisi dunia ikimzunguka. Jina langu? Baraka akafungua macho polepole. Wewe si Asha tu, wewe ni sehemu ya mali ambayo ilifichwa kabla hatujazaliwa. Asha alitoka wodi akiwa mzito kuliko alivyoingia. Maneno ya Baraka hayakuwa mengi, lakini yalitosha kubomoa ukuta wa kawaida aliyokuwa ameujengea maisha yake. Nje wote walimwangalia wakisubiri aseme alichoambiwa.
Lakini kabla hajafungua mdomo, waliona kundi la watu wawili waliovalia suti wakija upande wao. Mmoja wao alikuwa mwanamke mkali mwenye miwani, na mdabli mwingine alikuwa mwanaume aliyebeba mkoba wa nyaraka. "Mimi ni wakili Wanjiru," mwanamke yule alisema. "Nimekuja kwa niaba ya mzee Kimani." Kamau akasogea mbele kidogo. Hospitali si mahali pa kutisha watu. Wanjiru hakutetereka. "Sijaja kutisha, nimekuja kuzuia kosa lisifanyike." Binti huyu akamwangalia Asha moja kwa moja. Akiendelea kuchimba hili jambo, ataumiza watu ambao tayari wameumia vya kutosha. Asha akakaza uso. "Mnanifuata kila mahali kwa nini? Mimi nataka ukweli tu." Wakili Wanjiru akafungua mkoba wake, akatoa karatasi moja, akampa Asha. Ilikuwa nakala ya hati ya zamani ya ardhi yenye majina mawili makubwa, Kimani wa Nyoroge na Neema Akinyi. Asha akashtuka. "Huyu ni mama yangu?" "Ndiyo," Wanjiru akasema. "Na hiyo ardhi ndiyo chanzo cha haya yote. Miaka mingi iliyopita ilitakiwa kugawanywa kwa haki. Haikugawanywa. Badala yake watu walitawanywa." Mama Rehema akatingisha kichwa kwa uchungu. "Nilijua siku moja jambo hili lingewarudia watoto." Anyango akamshika dada yake mkono. "Kwa hiyo mama alinyang'anywa?" Wanjiru akafunga mkoba. "Sitasema zaidi hapa, lakini jioni ya leo kutakuwa na kikao nyumbani kwa mzee Kimani. Asha akija atasikia kilichofichwa. Asipokuja, basi aache Baraka aokoe maisha yake peke yake." Asha akainua macho yake kwa hasira. "Huo si mwaliko, huo ni mtego." Wakili Wanjiru akajibu kwa utulivu. "Mitego mingine ndiyo njia pekee ya ukweli kutoka mafichoni." Na alipogeuka kuondoka, Baraka akatoka ndani ya wodi kwa taabu. Akasema kwa sauti iliyovunjika, "Asha, Asha, usiende peke yako." Jioni ilipofika, nyumba ya mzee Kimani ilionekana tulivu kwa nje, lakini ndani yake kulikuwa na hali ya watu waliokaa wakisubiri miaka mingi kwa siku moja ya maamuzi. Asha hakuende peke yake. Alikwenda na Kamau, Anyango, Juma, Mama Rehema na hata Mama Baraka aliyesema, "Leo siwezi tena kujificha nyuma ya ukimya." Baraka, licha ya majeraha yake, alisisitiza kuja pia. Alifika baadaye kidogo, akitegemezwa na dereva wa hospitali. Sebuleni walikuta watu wengi kuliko walivyotarajia. Kulikuwa na watoto wa Kimani, wakwe, mjomba mmoja mkali aitwa Emaina, na mwanamke wa makamu aliyeitwa Mama Kimani ambaye hakusema neno hata moja tangu mwanzo. Kila mtu alimtazama Asha kama mtu aliyebeba moto ambao ungeweza kuwachoma wote. Mzee Kimani aliingia akiwa ameshika fimbo, si kwa uzee wa kawaida tu, bali kwa uzito wa aibu iliyodumu miaka. Akaketi, akatazama kila mmoja, halafu akasema, "Leo hakuna mtu atakayeondoka kabla ukweli haujasemwa." Ukimya ukatawala. Asha akaendelea, "Mama yako Neema hakuwa mwanamke wa kupita katika maisha yangu. Alikuwa mshirika wa biashara na zaidi ya hapo." Mama Kimani akafumba macho kwa maumivu. "Tuligombana kuhusu ardhi, mapenzi na mtoto ambaye hakupaswa kufichwa." Asha akasimama polepole. "Mtoto gani?" Maina akapiga meza kwa hasira. "Mzee, usifungue kaburi hili." Lakini Kimani hakumsikiliza. Aliinua kichwa, akamtazama Asha, kisha akasema maneno yaliyomfanya Mama Pendo, ambaye alikuwa amechelewa kuingia, yaanze kulia mlangoni. "Mtoto huyo ni wewe." Ukumbi ule ukakaa kimya kama watu wote walikuwa wameshahau kupumzika. Asha alibaki amesimama katikati, macho yake yakihama kutoka kwa mzee Kimani hadi kwa Mama Pendo, halafu kwa Mama Baraka. Hakuna aliyekuwa tayari kusema kwamba si kweli. Hilo ndilo lilikuwa jibu lenyewe. "Wewe ndiye?" Asha akauliza kwa sauti iliyovunjika. Mzee Kimani akatikisa kichwa polepole. "Ndiyo, nilifanya kosa la kumruhusu mama yako aondoke na ukweli huu. Nilidhani pesa na mali zitafunika kila kitu." Mama Pendo akasogea mbele, machozi yakimtoka waziwazi. "Nilikuambia kuna kosa lilifanyika kabla hujazaliwa. Sikuwa na nguvu ya kukuambia yote." Asha akageuka kumwangalia. "Kwa hiyo ulijua
Nilijua sehemu tu, Mama Pendo akasema, lakini sikuweza kupigana na watu hawa. Baraka akasimama kwa taabu, akishika ubavu wake. Na mimi nilikuwa nani kwenye hadithi hii? Kimani akamtazama kwa huzuni. Wewe ni mtoto wa rafiki yangu wa zamani, lakini familia yako ilisimama upande wangu wakati Neema alipoondoka. Ndio maana walitaka usikaribie Asha. Asha katikisa kichwa kwa nguvu. Kwa hiyo tulitenganishwa kwa sababu ya mali, si kwa sababu hatukufaa. Maina kacheka kwa uchungu. Hii si hadithi ya mapenzi ya vijana, hii ni hadithi ya urithi. Asha kashika faili lake kwa nguvu. Basi leo hii urithi huo utasemwa wazi, hakuna tena kuficha. Na hapo Mama Kimani aliinua kichwa chake kwa mara ya kwanza, akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye maumivu, na je, uko tayari kusikia yote, hata yale yatakayokuvunja? Mama Kimani alipoinuka, watu wote walinyamaza. Hakuwa mwanamke wa kusema sana, lakini kila aliyemjua alijua kwamba ukimya wake ulikuwa na uzito kuliko maneno ya wengine. Alimwangalia Asha kwa macho ya huzuni na nguvu kwa wakati mmoja. Nilijua kuhusu wewe, alisema taratibu, siku ya kwanza kabisa, lakini sikujua utafika mbele yangu namna hii. Asha alihisi machozi yakimjaa, lakini akajizuia. Kwa nini hamkunifuata? Kwa nini mliniweka mbali? Mama Kimani akavuta pumzi. Kwa sababu kulikuwa na vita ndani ya nyumba hii, vita ya mali, heshima na nafasi, na wewe ungekuwa silaha yao. Maina katikisa kichwa kwa nguvu. Na bado utakuwa, ndio maana hatukutaka uje. Baraka kasogea karibu na Asha. Hii si haki, mnataka kumfanya achague kati ya damu na maisha yake. Kimani akapiga fimbo chini kidogo. Hakuna anayechagua leo, ukweli utawekwa mezani kwanza. Wakili Wanjiru akasimama, akatoa nyaraka kadhaa. Hati ya ardhi ya Njoroge ilisimamiwa kwa majina mawili, lakini baada ya Neema kuondoka, jina lake lilifutwa kwa njia isiyo halali. Mali yote ikahamia kwa Kimani pekee. Asha akakunja uso. Kwa hiyo mama yangu aliibiwa? Wanjiru akasema ndio, na kisheria mrithi wake wa moja kwa moja ana haki ya kurejeshewa sehemu yake. Ukumbi ukachafuka kwa minong'ono. Anyango akashika mkono wa dada yake kwa nguvu. Dada, hiyo ina maana wewe? Ndiyo, Kamau akakata kwa sauti ya mshangao. Asha sasa ni mmiliki halali wa nusu ya mali hii. Na hapo Maina alisimama kwa ghadhabu. Hilo halitatokea, hata kama itabidi. Alisimama ghafla, macho yake yakikoza. Na kabla hajamaliza sentensi, taa za ukumbi zikazimika ghafla. Giza lilipoingia, kelele ndogo zilisikika kutoka kila kona ya ukumbi. Watu waliinuka bila mpangilio, wengine wakitafuta simu zao, wengine wakijaribu kuelekea mlangoni. Lakini mlango ulikuwa umefungwa. Asha alihisi mkono wa Anyango ukimkaza zaidi, na upande mwingine Baraka akamshika kwa nguvu, kana kwamba alikuwa akihofia kumpoteza tena. Usiogope, Baraka alisema kwa sauti ya chini. Lakini sauti mwingine ilisikika kutoka upande wa mbele. Hii ndio tulikuwa tunajaribu kuepuka. Ilikuwa sauti ya Maina, ikionekana imetulia sana ghafla. Kabla ya mtu kusema zaidi, taa zilirudi. Lakini sasa hali haikuwa ile ile. Mlinzi mmoja wa nyumba alikuwa amesimama karibu na mlango akiwa na hofu. Wakili Wanjiru alitazama pande zote, halafu akasema, hii si ajali. Asha katazama faili lake. Lilikuwa bado mkononi. Lakini alipoinua macho yake, aliona kitu kilichomfanya moyo wake udunde kwa nguvu zaidi. Bahasha ya Juma aliyokuwa nayo mchana haikuwa tena mezani. Juma! Asha kamuita kwa haraka. Ile bahasha iko wapi? Juma akatazama mikono yake kwa mshangao. Ilikuwa hapa? Maina akacheka kwa sauti ndogo. Baadhi ya vitu havipaswi kufunguliwa hadharani. Kamau akasogea mbele. Umeichukua? Si lazima nijibu, Maina akasema. Lakini Mama Rehema akasimama kwa nguvu isiyotarajiwa. Hiyo bahasha ina ukweli ambao hauwezi kufichwa tena. Hata ukiichoma moto, watu wataujua. Maina akamtazama kwa hasira. Na wewe ulijua yote haya? Mama Rehema akasema. Ndiyo, na ndiyo maana nimechoka kuogopa. Asha akavuta pumzi ndefu. Basi hata bila ile bahasha, ukweli utaendelea. Na hapo Baraka akasema jambo lililofanya wote wamtazame. Kuna ukweli mmoja bado hujasemwa, na ndiyo mkubwa kuliko yote. Sehemu ya 14. Watu wote walimwangalia Baraka kwa mshangao. Alikuwa bado dhaifu, lakini macho yake yalikuwa na uamuzi ambao haujawahi onekana kabla.
Asha alimshika mkono kwa tahadhari, akihofia kile ambacho angeweza kusema. Baraka, si lazima, Asha kaanza kusema. Lakini Baraka katikisa kichwa. Ni lazima. Kama leo tunafungua kila kitu, basi hakuna kipande kitakachobaki gizani. Aligeuka kumtazama mzee Kimani. Ulisema mimi ni mtoto wa rafiki yako. Hiyo ni sehemu ya ukweli, lakini si yote. Ukumbi ukatulia tena. Mama yangu na baba yangu walikuwa karibu sana na familia hii, akaendelea. Lakini baada ya Neema kuondoka, kulikuwa na mkataba wa kimya kwamba mimi nitakuwa ndani ya familia hii kama mtoto wa kawaida, lakini sitaruhusiwa kamwe kuoa au kuwa karibu na mtu yoyote mwenye haki juu ya mali hii. Asha katikisa kichwa. Hiyo haiwezekani. Baraka akamwangalia kwa huzuni. Ndiyo maana walinilazimisha nikuache. Ndiyo maana walitaka nioe mtu aliyemchagua, ili kuhakikisha kuwa mali haikatiki. Maina akapiga meza kwa hasira. Tulikuwa tunalinda familia. Mama Kimani akasema kwa uchungu. Hapana, tulikuwa tunalinda hofu yetu. Asha alihisi machozi yakimtoka. Kwa hiyo mapenzi yetu yalikuwa adui kwao? Baraka alishika mkono wake kwa nguvu. Mapenzi yetu yalikuwa tishio kwa siri yao. Kamau akasogea mbele akisema kwa sauti ya wazi. Sasa siri iko wazi. Swali ni, mtafanya nini nayo? Ukumbi ukawa kimya tena. Na hapo mzee Kimani akasimama kwa shida akasema, nitafanya kile nilichopaswa kufanya miaka mingi iliyopita. Sehemu ya 15. Mzee Kimani alisimama mbele ya familia yake, akiegemea fimbo yake, lakini sauti yake ikiwa thabiti kuliko hapo awali. Ilikuwa kama mzigo aliobeba kwa miaka mingi ulikuwa umeanza kutoka ndani yake. Nimekosea, alisema wazi. Nilikosea kwa Neema. Nilikosea KWA mtoto wake. Nilikosea KWA familia hii. Maina alijaribu kusema kitu, lakini mama Kimani alimzuia KWA mkono. Kimani akaendelea, kuanzia leo sitalinda tena siri hii KWA kwa hofu. Nitalinda ukweli kwa haki. Wakili Wanjiri akachukua hatua mbele. Mzee, una uhakika? Ndiyo, akajibu. Andika upya hati zote. Sehemu ya Neema irudishwe kwa Asha kama ilivyokuwa mwanzo. Na pia, hakuna mtu atakayemlazimisha kuoa au kuacha mtu KWA kwa sababu ya mali tena. Asha alihisi kama mzigo mkubwa umeondoka moyoni mwake, lakini bado kulikuwa na hofu. Na familia yako? Kimani akatazama watoto wake. Baadhi yao walikuwa kimya, wengine hawakuridhika. Lakini mama Kimani alisimama pembeni yake akasema KWA kwa sauti ya utulivu. Huu ndio mwisho wa vita yetu. Baraka akavuta pumzi ndefu akamwangalia Asha. Sasa hakuna anayetuambia tuachane. Asha akatabasamu KWA kwa machozi. Lakini bado tuna maamuzi yetu ya kufanya. Anyango akapiga makofi kidogo kwa furaha, kama wakacheka kwa sauti ya utulivu. Lakini kabla hali haijatulia kabisa, mlango ukagongwa tena. Mlinzi akafungua na mtu mmoja akaingia haraka akiwa amechoka akisema, samahani kuvuruga, lakini kuna jambo limetokea. Nyaraka za zamani za Kimani zimechukuliwa kutoka ofisini usiku huu. Ukumbi ukarudi kwenye ukimya wa hofu, na Asha akasema polepole, inaonekana hadithi yetu bado haijaisha. Habari za nyaraka kuibwa zilishusha furaha yote iliyokuwa imeanza kujitokeza. Asha alisi kama kila walichopata sasa kilikuwa kinajaribiwa tena. Wakili Wanjiri alichukua simu mara moja akizungumza kwa sauti ya haraka pembeni, huku macho yake yakibaki kwa Maina ambaye sasa alikuwa kimya kuliko kawaida. Ni nyaraka zipi hasa zimechukuliwa? Kama wakauliza. Yule mlinzi akajibu, faili za zamani za ardhi na baadhi ya barua za mikataba ya mwanzo. Asha akamwangalia Juma ghafla. Je, inaweza kuwa ile bahasha ilikuwa sehemu ya hizo nyaraka? Juma akatikisa kichwa polepole. Inawezekana, na kama ni hivyo, mtu anajaribu kufuta historia kabisa. Mama Rehema akavuta pumzi kwa uchungu. Lakini historia haifutiki kirahisi. Kuna watu wanaikumbuka. Baraka akasogea karibu na Asha. Hii haigeisha. Watu hawa hawatakubali tu kupoteza kila kitu. Maina akainua macho yake polepole. Mnafikiri hii ni mchezo? Mali hii imejengwa kwa damu, si kwa sahani ya chakula cha jioni. Kimani akamkazia macho. Na leo hiyo damu haitamwagika tena. Lakini Maina alicheka kwa sauti ya chini. Tutazungumza tena baada ya ukweli wote kujaribiwa. Asha alihisi kuna kitu kinakuja. Sio tu vita ya maneno, bali hatua inayofuata ilikuwa hatari zaidi. Wakili Wanjiri aliporudi alisema kwa sauti ya wazi, lazima tuende ofisini sasa hivi. Kama nyaraka zimechukuliwa, bado kuna kitu kinaweza kuokolewa. Asha akakaza moyo wake. Basi hatutakaa hapa tukingoja. Tunaenda sasa hivi. Safari ya kuelekea ofisini ilikuwa ya kimya.
Lakini si kimya cha kawaida, kilikuwa kimya cha watu wanaojua wanakaribia ukweli ambao unaweza kubadilisha kila kitu. Asha alikaa mbele na Kamau, macho yake yakitazama barabara lakini akili yake ikiwa mbali. Baraka alikuwa nyuma, kimya, lakini mkono wake ulikuwa umeshika wa Asha kana kwamba huo ndiye uhakika wake pekee. Walipofika, mlango wa ofisi ulikuwa umefunguliwa kidogo. Mlinzi wa hapo alionekana kuchanganyikiwa. Tulijaribu kufunga, lakini tayari walikuwa wameingia, alisema kwa wasiwasi. Waliingia ndani. Karatasi zilikuwa zimetapakaa sakafuni, kabati zimefunguliwa na baadhi ya mafaili yalikosekana kabisa. Wakili Wanjiru akaenda moja kwa moja kwenye drawer ya chini, akaifungua haraka, halafu akavuta pumzi kwa nguvu. Bado ipo, alisema kwa sauti ya nafuu. Asha akasogea. Nini? Wanjiru akatoa faili dogo lililokuwa limefichwa chini ya mafaili mengine. Hii ndiyo nakala halisi ya mkataba wa kwanza kati ya Kimani na Neema. Hii ndiyo itakayothibitisha kila kitu. Maina, ambaye alikuwa amewafuata kwa gari lake, aliingia polepole ndani ya ofisi. Mmekimbia haraka, alisema kwa tabasamu lisilo na joto. Lakini baadhi ya vitu havikimbii. Kamau akasimama mbele ya Asha. Usikaribia sana. Maina akainua mikono yake kidogo. Sijaenda kupigana, nimekuja kuona mwisho wa hadithi. Asha akashika lile faili kwa nguvu. Huu si mwisho, huu ni mwanzo wa haki. Maina akamwangalia kwa muda mrefu, halafu akasema, basi linda hilo faili vizuri, kwa sababu kuna watu hawatakubali lifike mahakamani. Na alipogeuka kuondoka, taa za ofisi zikapepesa kidogo, kama ishara ya hatari inayokuja. Wakati walikuwa bado ndani ya ofisi, upepo mkali ulipiga madirisha na taa zikaanza kuwaka na kuzimika polepole. Hali ilibadilika ghafla kuwa ya tahadhari. Kamau aligeuka kuangalia mlango, akasema kwa sauti ya chini, hii si hali ya kawaida. Asha alikaza faili ile kifuani mwake. Hatutapoteza hii. Baraka akasogea karibu naye. Tutalinda pamoja. Ghafla mlango ukasukumwa kwa nguvu na wanaume wawili wakaingia. Hawakuwa wamevaa sare, lakini mienendo yao ilionyesha walikuwa wametumwa. Tuletee faili, mmoja wao alisema kwa ukali. Kamau akasimama mbele yao bila kusita. Hii si njia ya kuongea. Mwanaume mwingine akasema, hatukuja kuongea, tulikuja kuchukua. Juma naye akasogea mbele, macho yake yakionyesha ujasiri. Basi mtapita juu yetu kwanza. Hali ilizidi kuwa mbaya. Anyango alimshika mama Rehema pembeni akimwambia, tusogee nyuma kidogo. Asha alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu, lakini hakukimbia. Badala yake alisema kwa sauti iliyojaa ujasiri, hata mkichukua faili, ukweli hautapotea. Kuna watu wengi sasa wanaojua. Mwanaume mmoja alicheka, lakini bila ushahidi, ukweli huwa hadithi tu. Kabla hajachukua hatua, sauti ya polisi ilisikika nje. Silence zilikuwa zinakaribia. Wale wanaume walitazamana kwa haraka, kisha wakarudi nyuma. Bado hatujaisha, mmoja wao alisema kabla ya kutoka haraka. Ofisi ilirudi kimya. Asha akavuta pumzi ndefu. Hii imefika mbali sana. Baraka akamwangalia. Lakini hatutarudi nyuma sasa. Baada ya tukio la ofisini, kila mtu alielewa kuwa hii si tena vita ya familia tu. Ilikuwa imeingia kwenye uwanja mkubwa zaidi, ule wa sheria, nguvu na watu wanaotaka ukweli ubaki gizani. Wakili Wanjiru alipendekeza wazi, kesho asubuhi tunapeleka faili mahakamani. Hatuna muda wa kupoteza. Usiku ule walikusanyika nyumbani kwa Mama Pendo. Ilikuwa nyumba ndogo, lakini ilikuwa na joto la familia ambalo hata mali kubwa isingeweza kununua. Asha aliketi karibu na shangazi yake, kichwa chake kikiwa kimeegemea begani mwake kama alipokuwa mdogo. Nilikuahidi nitakulinda, Mama Pendo alisema kwa sauti ya upole, lakini sikujua vita hii ingerudi namna hii. Asha akamshika mkono. Ulinilea vizuri, hicho ndicho kilikuwa muhimu. Anyango akawa anacheza na simu yake, lakini macho yake yalikuwa kwa dada yake kila wakati. Kesho ni siku kubwa, sivyo? Kamau akajibu, ndiyo, na lazima tuwe tayari kwa chochote. Baraka alikaa kimya kwa muda, alafu akasema, kama mambo yataenda vibaya, Asha, nataka ujue kwamba sikuwahi kukuacha kwa hiari yangu. Asha akamwangalia, macho yao yakikutana kwa utulivu. Najua sasa. Kulikuwa na ukimya mzuri kwa muda mfupi, lakini nje kivuli kilipita karibu na dirisha bila yeyote kugundua. Asubuhi ilifika haraka kuliko walivyotarajia. Hakuna aliyelala vizuri, lakini kila mmoja alijua leo ndiyo siku ya ukweli kuwekwa wazi mbele ya sheria. Asha alivaa nguo rahisi lakini nadhifu, uso wake ukiwa na utulivu mpya, ule wa mtu ambaye ameamua kusimama bila kujali matokeo. Walipofika mahakamani,
Tayari kulikuwa na watu wachache waliokusanyika. Habari zilikuwa zimeanza kusambaa. Jina la Kimani lilikuwa kubwa na sasa lilikuwa limeunganishwa na siri ya miaka mingi. Maina alikuwepo upande mwingine, akiwa na wakili wake. Uso wake ulikuwa mkali, lakini macho yake yalionyesha kuwa vita bado haijaisha. Asha alisimama kutoa ushahidi. Sauti yake haikutetemeka. Alisema ukweli wake, historia ya mama yake, na jinsi maisha yake yalivyoguswa na siri hiyo. Kila mtu alisikiliza. Na hapo hakimu alisema, uamuzi wa muda utatolewa baada ya kupitia ushahidi huu. Ukumbi ukanyamaza, na Asha akajua dakika chache zijazo zingeamua maisha yao yote. Ukumbi wa mahakama ulikaa kimya, huku hakimu wakipitia nyaraka kwa makini. Dakika zilionekana kama saa. Asha alisimama, mikono yake ikiwa imeunganishwa mbele, macho yake yakiwa kwa hakimu, lakini moyo wake ukipiga kwa kasi. Baraka alikuwa nyuma yake, akimwangalia kwa matumaini na hofu iliyochanganyika. Hatimaye hakimu aliinua kichwa. Kwa kuzingatia ushahidi wa awali, alisema kwa utulivu, mahakama inatambua uwezekano mkubwa wa udanganyifu uliofanyika katika kuondolewa kwa jina la Neema Akinyi kwenye hati ya ardhi. Ukumbi ukavuma kwa minongono. Hakimu akaendelea, kwa sasa mali hiyo itawekwa chini ya uangalizi wa mahakama hadi uchunguzi kamili ukamilike, na Asha anatambuliwa kama mrithi halali wa Neema kwa muda huu wa awali. Anyango akashika mkono wa Kamau kwa furaha. Mama Pendo alifuta machozi. Baraka akafunga macho kwa nafuu. Lakini upande wa pili, Maina hakutikisika. Alisimama polepole, akamwambia wakili wake kitu kwa sauti ya chini. Asha aliona hilo. Hii bado haijaisha, akamwambia Baraka kwa sauti ndogo. Baraka akatikisa kichwa. Najua, lakini leo tumepiga hatua kubwa. Wakili Wanjiru akasogea karibu nao. Huu ni mwanzo tu. Watajaribu kupinga, kuharibu, hata kuchelewesha. Asha akavuta pumzi ndefu, lakini sasa ukweli uko mahakamani, hauko tena kwenye maficho yao. Na alipogeuka kuondoka, aliona Maina akimtazama kwa macho ya baridi, macho ya mtu ambaye bado alikuwa na mpango mwingine. Siku chache zilizofuata zilikuwa na mabadiliko mengi. Habari zilianza kusambaa kwenye redio na mitaani. Watu walizungumza juu ya binti aliyerudi kudai haki ya mama yake. Asha hakutaka umaarufu huo, lakini hakuweza kuuepuka. Nyumbani kwa Mama Pendo maisha yalibadilika kidogo. Wageni walikuwa wakija mara kwa mara, wengine kwa msaada, wengine kwa udadisi. Anyango alikuwa akisimamia kila mtu kwa ujasiri, akisema, hii si tamasha, ni maisha yetu. Baraka alianza kupona polepole. Alikuwa akikaa nje na Kamau jioni, wakizungumza kuhusu maisha ya baadaye. Unajua Baraka, alisema siku moja, sikuwahi kufikiria nitafika hapa nikiwa huru kusema ninachotaka. Kamau akacheka kidogo. Uhuru huja na vita yake. Ndani, Asha alikuwa amekaa na Mama Pendo. Shangazi, unaogopa? Akauliza. Mama Pendo akatikisa kichwa. Ndiyo, lakini si kama zamani. Sasa tuna ukweli upande wetu. Simu ya Asha ikaita. Ilikuwa namba isiyojulikana. Alipopokea, sauti ilisema kwa utulivu, hongera kwa hatua ya kwanza, lakini kuna kitu bado hukijui. Asha akakaza uso. Wewe ni nani? Rafiki wa mama yako na adui wa watu nao wapinga. Mstari ukakatika. Asha libaki akishika simu, moyo wake ukidunda tena. Ni nani huyo? Anyango akauliza. Asha akajibu polepole. Inaonekana kuna mtu mwingine anajua zaidi kuliko sisi. Siku iliyofuata, Asha alipokea ujumbe mfupi wenye anwani ya mahali pa kukutana. Hakukuwa na jina, hakuna maelezo mengi, tu maneno, njoo peke yako kama unataka ukweli wa mwisho wa mama yako. Asha alijaribu kupuuza, lakini moyo wake haukukubali. Aliwaambia Kamau na Baraka, lakini wakapinga. Huwezi kwenda peke yako, Baraka alisema kwa msisitizo. Ni hatari kama wakaongeza, lakini Asha akatikisa kichwa. Kama huyu mtu anajua kitu kinaweza kumaliza haya yote, lazima nisikilize. Mwisho walikubaliana, Kamau atakuwa karibu bila kuonekana. Mahali pa kukutana palikuwa bustani tulivu nje kidogo ya mji. Asha alipofika, alikuta mwanamke mmoja ameketi kwenye benchi, amevaa nguo za kawaida, lakini uso wake ulikuwa na historia nzito. Mimi ni Njeri, alisema. Nilikuwa rafiki wa karibu wa mama yako. Asha akakaa polepole. Kwa nini umechelewa kusema?
Njeri akavuta pumzi. Kwa sababu nilikuwa sehemu ya makosa. Nilishuhudia jinsi Neema alivyosukumwa kuondoka. Niliona jinsi alivyonyimwa haki yake. Asha akashika mkono wake. Niambie kila kitu. Njeri akatoa bahasha nyingine. Hii ni barua ya mwisho ya mama yako. Aliiacha kabla hajafariki. Hakutaka ikufikie hadi wakati huu. Asha alifungua polepole. Ndani kulikuwa na maneno yaliyoandikwa kwa mkono. Binti yangu, usipigane kwa chuki, pigana kwa haki. Na kumbuka, kuna mtu mmoja katika familia ya Kimani ambaye alitaka kunilinda. Asha akainua macho. Ni nani huyo? Njeri akamwangalia kwa uzito. Mama Kimani. Asha alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Barua ya mama yake ilibadilisha kila kitu. Ilionyesha kwamba si kila mtu ndani ya familia Kimani alikuwa adui. Kulikuwa na mtu aliyekuwa akipigana kimya kimya upande wa haki. Kwa hiyo, mama Kimani alijua na alitaka kulinda mama yako. Anyango akauliza kwa mshangao. Asha akatikisa kichwa. Ndio, na pengine bado anataka kufanya hivyo. Baraka akasema kwa utulivu. Hiyo inaweza kubadilisha mwelekeo wa kesi. Kamau akaongeza, au inaweza kuifanya iwe hatari zaidi. Siku hiyo jioni, waliamua kwenda kumuona mama Kimani tena. Walipofika, walimkuta amekaa peke yake, kana kwamba alikuwa akiwangoja. Kuna jambo mlitaka kuniambia? Asha alianza. Mama Kimani akatabasamu kwa uchungu. Nilijua utarudi. Asha akatoa ile barua. Mama yangu alisema ulijaribu kulinda. Mama Kimani akafumba macho kwa sekunde chache. Nilichelewa. Nilikuwa na hofu ya kupoteza familia yangu. Asha akasogea karibu. Lakini bado unaweza kusaidia sasa. Mama Kimani akainua macho yake. Ndio, na ndiyo maana nimechukua hatua. Baraka akakunja uso. Hatua gani? Mama Kimani akasema kwa sauti thabiti. Nimewasilisha ushahidi wangu binafsi mahakamani. Ukweli wote wa ndani ya familia hii sasa uko wazi. Kamau akavuta pumzi. Hiyo itamaliza kila kitu. Lakini mama Kimani akatikisa kichwa. Au itaanzisha mwisho ambao hatujajiandaa nao. Na hapo mlango ukagongwa kwa nguvu. Mtu aliyekuwa mlangoni hakuwa mgeni. Alikuwa Maina. Lakini safari hii hakuonekana mkali kama kawaida. Uso wake ulikuwa umechoka, kana kwamba vita aliyokuwa napigana ilikuwa imeanza kumchosha. Acha kuingia kama upepo wa hasira, Mama Kimani alisema kwa utulivu. Maina akaingia polepole, akawatazama wote. Nimekuja kuzungumza, si kupigana. Asha hakumwamini. Kila mara anasema hivyo, lakini mambo yanakuwa tofauti. Maina akaketi, akashusha macho. Labda leo yatakuwa tofauti. Kimya kilitawala kwa muda mfupi. Kisha Maina akasema, nilikuwa mdogo wakati haya yote yalitokea. Niliona jinsi familia ilivyovunjika. Niliapa sitaruhusu mali hii itawanywe tena. Baraka akasema kwa ukali, kwa hiyo ukaamua kuvunja maisha ya wengine badala yake? Maina akakubali kwa kichwa, ndiyo. Nilifikiri nalinda kitu muhimu. Asha akasema kwa sauti tulivu, lakini ulisahau kwamba haki ndio msingi wa familia, si mali. Maina akamtazama kwa muda mrefu. Labda uko sahihi. Wote walishangaa. Niko tayari kusimama mahakamani na kusema ukweli. Maina akaendelea, lakini kuna masharti moja. Kamau akakunja uso. Masharti gani? Maina akasema polepole. Baada ya yote haya kuisha, mali igawanywe, lakini familia ibaki pamoja. Asha akatazama kila mmoja, halafu akasema, familia haijengwi kwa masharti, inajengwa kwa ukweli. Maina akatikisa kichwa, basi tuanze na ukweli. Na hapo kila mtu alijua mwisho ulikuwa karibu, lakini bado ulikuwa na uzito mkubwa. Siku ya mwisho ya kesi ilifika bila kelele nyingi, lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na mvutano mkubwa kuliko siku zote zilizopita. Asha alisimama nje ya mahakama akitazama jengo hilo kwa muda mrefu. Safari yake haikuwa tena ya mali tu, ilikuwa ya kumrudishia mama yake heshima iliyopotea. Baraka
akasimama karibu naye. Uko tayari? Asha akavuta pumzi ndefu. Sijui kama mtu huwa tayari kwa kitu kama hiki, lakini nitasimama. Ndani ya mahakama, ushahidi uliendelea kuwekwa wazi. Mama Kimani alisimama na kusema ukweli wote bila kuficha chochote. Alizungumza kuhusu jinsi Neema alivyoondolewa kwa hila, jinsi jina lake lilivyofutwa, na jinsi familia ilivyochagua ukimya badala ya haki. Watu wengi waliguswa. Kisha Maina alisimama. Wengi walimwangalia kwa mshangao, lakini safari hii hakukuwa na hasira katika macho yake. Alisema kwa utulivu, nilipigana kulinda kile nilichofikiri ni familia, lakini leo najua nilikuwa nalinda hofu. Ukweli ni kwamba Neema alinyang'anywa haki yake. Ukumbi ukanyamaza kabisa. Asha alihisi machozi yakimjaa, lakini hakuyaficha. Hakimu alisikiliza kila neno kwa makini, na wakati ushahidi ulipokamilika, alitangaza, mahakama itatoa uamuzi wake leo. Moyo wa kila mtu ukasimama kwa sekunde chache. Hakimu aliporudi, kila mtu alisimama. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Hata sauti ndogo ilikuwa inaweza kusikika wazi. Asha alishika mkono wa Baraka, si kwa hofu tena, bali kwa nguvu ya kuwa pamoja hadi mwisho. Hakimu alianza kuzungumza kwa utulivu, lakini kila neno lilikuwa na uzito. Mahakama imepitia ushahidi wote uliowasilishwa, alisema, na imebaini wazi kuwa kulikuwa na udanganyifu katika kuondolewa kwa nama la Neema Akinyi kwenye hati ya mali. Macho ya Asha yakafumba kwa sekunde moja. Hakimu akaendelea, kwa hiyo mahakama inaamuru kwamba sehemu ya mali iliyokuwa chini ya jina la Kimani irejeshwe kwa mrithi halali wa Neema, ambaye ni Asha. Ukumbi ukajaa mshangao na minong'ono. Pia akaongeza, mahakama inatoa agizo kwamba mali hiyo kusimamiwe KWA haki bila shinikizo au vitisho kutoka KWA upande wowote. Anyango alilia kwa furaha. Mama Pendo akashika kichwa chake kuwa shukrani. Baraka akamwangalia Asha, macho yake yakionyesha fahari. Lakini Asha hakuruka kwa furaha. Alisimama tu akihisi uzito wa jina alilopewa, mrithi, si KWA pesa tu, bali KWA historia yote ya mama yake. Na alipogeuka kumtazama mzee Kimani, aliona macho ya majuto na faraja kwa wakati mmoja. Baada ya kesi, maisha hayakurudi mara moja kuwa ya kawaida. Kulikuwa na mazungumzo mengi, mikutano na mipango ya kugawanya mali KWA haki. Lakini kwa Asha, jambo muhimu zaidi halikuwa mali, bali amani. Siku moja jioni, alisimama nje ya shamba lile ambalo lilikuwa chanzo cha vita yote. Alitazama ardhi ile, si KWA tamaa, bali KWA heshima. Mama alipigania hii? Akauliza. Baraka akasimama pembeni yake. Ndiyo, lakini pengine alipigania zaidi ya hii. Asha akatikisa kichwa. Ndiyo, alipigania ukweli. Mama Kimani alikuja polepole, akasimama nao. Ninajua sitoweza kurekebisha kila kitu kilichotokea, lakini nataka kusaidia kujenga upya. Asha akamwangalia. Hakukuwa na hasira tena. Basi tuanze upya, bila siri. Mama Kimani akatabasamu kwa huzuni. Hilo ndilo ningependa zaidi. Kwa mbali, Maina alikuwa amesimama peke yake. Hakuja karibu, lakini hakutoka pia. Ilionekana kama mtu aliyekuwa akijifunza kuanza maisha mapya polepole. Anyango alikimbia akija kwa furaha. Dada, tumeanza kupanga shule ya watoto kama ulivyosema. Asha akatabasamu. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza. Na hapo, ardhi ile haikuonekana kama mali, bali kama nafasi ya kuponya historia. Miezi michache baadaye, maisha yalikuwa yameanza kubadilika. KWA utulivu. Shamba lile lilikuwa limegeuzwa sehemu ya maendeleo. Kulikuwa na shule ndogo, sehemu ya kusaidia wanawake kujifunza biashara, na watu walikuwa wakifanya kazi pamoja bila hofu ya zamani. Asha alisimama kitazama watoto wakicheza.
Anyango alikuwa akiwafundisha kusoma, akicheka nao KWA Furaha. Kamau alikuwa akisimamia ujenzi wa jengo jipya na Baraka alikuwa karibu naye akisaidia KWA nguvu zote. Umefanya jambo kubwa, Baraka alisema KWA utulivu. Asha akatikisa kichwa. Sijafanya peke yangu, ni safari ya watu wengi. Baraka akamshika mkono. Na safari yetu? Asha akatabasamu polepole. Safari yetu haikujengwa kwa siri. Sasa inajengwa kwa ukweli. Na hiyo ndiyo tofauti. Mama Pendo alikuja na chai akasema KWA Furaha. Niliwahi kusema, mtu akiwa na moyo mzito, ukweli huchelewa. Lakini ukija, huleta amani. Wote walicheka KWA upole. Kwa mbali, Mzee Kimani alikaa chini ya mti, akitazama yote hayo. Uso wake ulikuwa na uchovu, lakini pia ulikuwa na amani ambayo hakuwahi kuwa nayo kwa miaka mingi. Na kwa mara ya kwanza, familia hiyo ilionekana kama familia ya kweli. Siku moja tulivu, Asha alisimama mbele ya kaburi la mama yake. Hakukuwa na watu wengi. Alikuwepo yeye, Baraka na Anyango tu. Upepo mdogo ulipita, ukileta utulivu ambao haukuwa wa huzuni, bali wa kukubali. Asha akapiga magoti polepole. Mama, ilichukua muda mrefu, lakini ukweli umefika pale ulipotakiwa kufika. Anyango alisimama karibu, macho yake yakiwa na machozi ya furaha. Tulifanya dada. Baraka akashika bega la Asha. Na bado tunaendelea. Asha akatabasamu kidogo. Najua. Na sasa tunaendelea bila hofu. Alitazama jina la mama yake, akahisi mzigo uliokuwa umembeba moyoni mwake kwa miaka mingi ukiwa umeondoka. Hakukuwa na siri tena. Hakukuwa na vita tena. Kulikuwa na ukweli. Na mwanzo mpya. Alisimama, akageuka kuondoka pamoja na wale aliowapenda. Na alipokuwa akitembea mbali na kaburi, jua lilikuwa linazama polepole, likitoa mwanga laini juu ya njia yao. Ilikuwa mwisho wa hadithi ya siri, lakini ilikuwa mwanzo wa maisha ya kweli.